Ripoti za Ayo TV na ripoti kutokea hapa kisiwani Pemba ni mara baada ya makabidhiano ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa hapa visiwani Pemba, ambapo makamo wa pili wa rais Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amemwakilisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aliyeondoka siku ya leo mara baada ya taarifa ya kifo cha kaka yake Abbas. Na hapa makamo wa pili wa rais wa Zanzibar anazungumza kwa niaba ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi mara baada ya zoezi zima kukamilika la makabidhiano ya ujenzi wa uwanja wa ndege. Na hapa nilipo ni katika kifaa maalum cha uchimbaji na ujenzi katika eneo hili, ambapo hii ni ishara kuonyesha kwamba kazi ndo imeanza ya matengenezo ya uwanja huo mara baada ya makabidhiano yaliyofanyika siku ya leo. Hizi ripoti za Ayo TV pamoja na millardayo.com, na tunaripoti kutokea Pemba. Mimi ni Said Tizday. Lengo la mkataba huu ni uwanja wa ndege wa Pemba ambao utapelekea kuimarisha sekta mbalimbali za kiuchumi ikiwemo sekta ya utalii na biashara. Aidha, kwa upande wa barabara ya mkoani Chake, serikali imesikia kilio cha muda mrefu cha wananchi wa Pemba ambao mwaka 2022 ilisaini mkataba na kampuni hii ya Propap Infrastructure kwa ajili ya ujenzi huo kwa lengo la kuunganisha baina ya bandari ya mkoani na miji mingine ya Pemba, yaani Chake Chake, Wete na Micheweni. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, utekelezaji wa miradi hii ni miongoni mwa jitihada zilizochukuliwa na serikali yetu katika kuimarisha ustawi wa wananchi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Kuwa Pemba itakuwa na uwanja wa ndege mpya wa kimataifa ambao utaifungua Pemba kimataifa kwa kukuza utalii, uwekezaji na biashara. Vile vile, serikali ina lengo la kuhakikisha barabara za Zanzibar zinajengwa kwa kiwango cha lami pamoja na kuhakikisha zinakuwa katika hali nzuri muda wote kwa kuzifanyia matengenezo pale inapohitajika. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, takwimu zinaonyesha kuwa kwa sasa uwanja wa ndege wa Pemba unahudumia abiria 100,000 kwa mwaka kwa ndege za ndani pekee, ambapo tayari uwanja huo umeshaelemewa ukilinganishwa na mahitaji ya sasa ya abiria. Hivyo basi, serikali leo inazindua rasmi kuanza kwa mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Pemba unaotarajiwa kuhudumia abiria 330,000 kwa mwaka kwa ndege za ndani na za kimataifa. Mradi huu unategemewa kugharimu jumla ya euro milioni 170, na mradi huu unatekelezwa kwa fedha za mkopo kutoka serikali ya Uingereza kupitia mfuko wa United Kingdom Export Finance au kwa ufupi UKF na Citibank ya nchini Uingereza. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa uwanja wa Pemba unahusisha ujenzi wa jengo la abiria wenye uwezo wa kuhudumia abiria wasiopungua 330,000 kwa mwaka, ikiwemo abiria wa ndani na abiria wa kimataifa. Ujenzi wa njia ya kuruka na kutua ndege, yani runway, yenye urefu wa mita 2510 na upana wa mita 45, utakaokuwa na uwezo wa kutua ndege zote za aina ya Code C. Mfano wa ndege hizo ni mfano Fly Dubai, Oman Air na Airbus, ambazo zitawezesha safari za kimataifa moja kwa moja kutoka Pemba kuelekea huko. Ujenzi huu pia utajumuisha maegesho ya ndege, yani apron, yenye uwezo wa kuhudumia ndege 2 za aina ya Code C na ndege 8 za aina ya Code B. Aina ya Code B ni ndege hizi za kawaida ambazo zinafika hapa uwanja wa ndege wa Pemba kwa sasa.